Kwa hiyo tuwakuta wawili tukajikangana na mke wake. Sawa. Na hata usipokuja. Halo. Sasa niambie mwenyekiti wa serikali ya mtaa aitishe mkutano akute mko wawili. Anaitisha. Basi. Lakini Yesu haaishi. Hapo wapendwa naambia ibada inagharamiwa. Inagharamiwa muda. Inagharamiwa fedha. Yaani ina gharama nyingi. Yaani mpaka ufike hapa ni gharama. Na unatakiwa utoe sadaka. Halo. Ukienda wewe, ukiona unakwenda kwenye ibada, alafu ibada inakugharamia, na matatizo. Halo. Yaani ibada itakugharamia, wewe ni mjane mzee, ibada itakugharamia. Ukifika kule hata mchungaji na wazee wa kanisa wataangalia wafanyaje kwa ajili ya huyu mjane mzee au mtu mzima mzee. Bwana Yesu asifiwe. Au yatima. Lakini wewe mzima na miguu yako na mikono yako. Halo. Wewe unatakiwa ugharamie ibada. Amina kwa Mungu. Amen. Na mtu mmoja kampenda kijana na ibada ya gharamia. Anatoka Kinondoni na kodi boda. Anawahi ibada. Hapo kuna mwanyozo yuko nyumba ya nne pale. Yaani kwa sababu kateka maharage na ngoba yataungua. Haja ibada ni anaona. Sasa maharage itamwachia nani? Unaona kilimo tofauti eh? Siku moja yule kijana akahamishwa. Akapeleka Songwe. Chuo kikuu yeye na branch yake Songwe. Ni mkufunzi mwandamizi pale tulikuwa akapanda wewe utaenda Songwe. Akaenda Songwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa huyu mtu wa ibada akienda Songwe, sasa hata ungekuwepo watu kadhaa kama sasa huyu tena tukaenda Songwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajua kuna maombi kukata rufaa. Ezekiel alifanya hayo. Lakini yale maombi ya kukata rufaa lazima uwe na tangible evidences. Uwe na ushahidi wa kushikika. Ukati ufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na vielelezo. Kuna jamaa mmoja ana kesi, hapo kwenye kesi amekata rufaa ndani ya kesi. Ndipo anaendelea kwa mahakamani sasa. Anaongea kitu kama hicho. Ana vielelezo, ana vitu vya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Kweli pia ana vitu vya kusema. Na vitu vya kusema nini? Akaambia Mungu muangalia kazi. Halo. Akamwangalia. Hivi bila wewe kata rufaa kumwambia nini Mungu? Hata kopo la rangi yeye kununua. Halo. Hata kopo la rangi la kanisa yeye kununua. Sikia maombi. Halo. Halo. Hajajali. Akiangalia hana mtu akishikika kinabaki kilio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaendelea na somo letu. Amen. Kumi ya sadaka ni mambo yasiyo isha. Amina kwa Mungu. Amen. Na Jumapili tutakuwa tunamaliza. Na tutamaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata leo hapo utatoka tofauti. Hautatoka vile vile. Neno la Mungu haliji bure. Haleluya. Kwa hiyo ile kijana bwana wakamulisha. Unajua, wewe unaweza kuomba maombi yako miaka 6. Ukiona na feli mwambie kakalale. Aliomba mpaka kuonekana kama mlevi. Mpaka mchungaji akasema mama vipi? Haya ni maombi tu. Akasema mimi na moyo. Shida nini? Mtoto. Mzee alitamka maneno matatu. Sasa yaani maombi unaweza kuomba miaka 6. Mchungaji wako angalia anakuambia dakika 6. Sasa shida haumwamini. Yaani unamwamini Mungu kuliko nani? Sasa Mungu amekutana naye wapi? Yaani unapata kabisa kuna mtu eti anamwamini Mungu kuliko mchungaji. Wewe Mungu umekutana wapi?
Wewe unashindwa kumwamini mtu ambaye anapewa dhamana ya kula sadaka. Hivyo unajua kula sadaka? Kazi ya kula sadaka unaijua? Ni ajabu. Acha mtu anayekula sadaka, achana naye kabisa. Yaani Mungu kajiweka mbele nani? Yaani Mungu hatakutana naye barabarani. Halo. Kwa Yesu akatumia maneno ya Yesu akasema awaaminie nini? Ameniamini mimi. Anawaambia wale watumishi na watumwa. Asema awaaminie nini? Ameniamini. Halo. Haya maneno hakuiambia jumuiya yote, aliwaambia wale mitume awaaminie nini? Ameniamini mimi. Nani ameniamini mimi? Ameniamini yale mtume. Ukiwa na mashaka na mchungaji wako, unaongeza muda wa kupata matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waamuzi sura 20. Nataka nihubiri nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoishi. Sura mstari wa kwanza na wa pili, afu tutaruka. Naomba tuweke kwa sauti usome vizuri. Utakaporuka utakuja mstari wa 14. Utakuja basi. Soma mpaka utakapokuja basi. Wanasoma mstari mingi, kuna wengine Biblia wao wasomi. Kwa hiyo tunasaidiana. Kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 20 mstari wa kwanza na wa pili, tutaruka tena kuanzia sura ya 14. Ila ukuli nyumbani soma sura yote. Ndipo wana wa Israeli walipotoka na mkutano ukakutanika kama mtu mmoja kutoka Dani hadi Beersheba pamoja na nchi ya Gilgali. Sababu naomba kama unafuatia kusoma, fuatia kusoma. Kama unasikiliza, sikiliza kwa makini. Usipoelewa nini tunachosoma, hata uko mbele hapo ubiri unaweza usielewe vizuri. Ndipo nataka unielewe vizuri. Kwa hiyo sikiliza vizuri haya maandiko. Naomba waanze tena. Ndipo wana wa Israeli walipotoka na mkutano ukakutanika kama mtu mmoja kutoka Dani hadi Beersheba pamoja na nchi ya Gilgali, wakakusanyika mbele za Bwana huko Mispa. Wakuu wote wa makabila yote ya Israeli wakahudhuria huo mkutano, na watu wa Mungu wanaume 1,400 waendao kwa miguu na walio na silaha. Sasa sikii kama pamoja na sala kuna. Unaona mkutano Ndio. Wanaweza kukutanika. Lakini katika mkutano kuna watu 400,000 au ni askari tu. 400,000 kwa lugha nyingine ni watu 400,000. Yaani katika hilo kusanyiko, alafu pia kuna askari 400,000. Wanaweza kukimbia kufanya vita au hawajapata farasi au ni wa miguu. Wanaweza sasa. Kuna askari wa farasi na kuna askari wa miguu. Hawa ni askari wa miguu peke yake. Wanaweza kushika silaha watu 400,000 katika hilo kusanyiko. Sasa wanataka kufanya nini? Tuendelee mbele. Anzia mstari wa 18. Lakini mwana wa Benjamin wakakutanika huko Gilgali. Kule mwanzo tunaona wana wa Israeli, sawa? Hapa tunaona wana wa nani? Wana wa Benjamin. Kwa hiyo makabila 11, sawa, ya Israeli ambayo ina askari 400,000 yanakwenda kufanya vita na ndugu zao kabila moja la Benjamin. Ina askari 26,000. Sikiliza. Endelea. Lakini wana wa Benyamini wakakutanika huko Gibea kutoka katika miji yao ili watolee kwenda kupigana na wana wa Israeli. Hao wana wa Benyamini walihesabu siku ile kutoka miji yao wanaume 26,000 waliokuwa na silaha, mbali na hao waliokaa Gibea, ambao walihesabiwa watu wateule 700. Katika watu hao wote walikuwepo wanaume 700 waliochaguliwa, wenye shoto, kila mmoja alikuwa anaweza kutupia unywele mawe kwa kombeo, wala asikose. Nao watu wa Israeli, mbali na hao wa Benyamini, walihesabiwa kuwa ni wanaume 400,000 wenye silaha. Hao nao walikuwa ni watu wa vita. Basi wana wa Israeli wakainuka kukwea kwenda Betheli
nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakaye kwenda vitani kwanza? Wakaenda Betheli wakataka shauri kwa Bwana. Maana yake ni kusanyeni mtu mmoja, yaani wamekwenda kutaka shauri kwa Bwana. Maana yake ni unatakaje shauri kwa Bwana? Yaani kwamba sasa nataka kwenda kutaka shauri kwa Bwana. Tafsiri yake nyingine ni nini? Maombi. Sasa kutaka shauri kwa Bwana maana yake kwenda kwenye maombi kwa ajili ya jambo lako. Hawa watu wanaenda kwenye maombi. Bwana, tunaenda vitani, tuko watu 400. Tunaenda kupigana na ndugu yetu Benjamini. Tuongoze, tufanyaje? Mungu atuwajibu. Ni nani atakaye kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benyamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Jamani, Mungu alijibu au kujibu? Alijibu. Tuendelee. Basi wana wa Israeli waliondoka asubuhi, wakapanga hema zao ili kuvamia Gibea. Watu wa Israeli waliondoka ili wapigane na Benyamini, nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benyamini wakatoka Gibea wakawaua watu 22,000 katika wana wa Israeli siku hiyo. Jamani, mwanzo pia nina character, nina nyimbo, nina walinda. Kwa napenda watu leo. Hawa watu lakini wameenda kufanya vita. Benjamini wako wangapi? Kwa Benjamini akawaua Israeli wenye askari 400, watu 26,000. Yaani askari 26,000 wameenda kupigana na kikosi cha watu 400, wameua 22,000. Kwa hiyo wastani wa kila askari mmoja wa Benjamini aliua mtu mmoja. Na watu 400 wakashindwa vita. Endelea. Lakini watu hao watu wa Israeli wakajitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili, mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hadi jioni. Wakamuuliza Bwana wakasema, je, niende nikaribie tena kupigana vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweni mwende kupigana naye. Natosha. Endelea tena 24. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benyamini siku ya pili. Benyamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili, wakawaua watu 18,000 tena katika watu wa Israeli hao wote waliokuwa wenye kutumia upanga. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mwema, katika jina la Yesu, jina la ajabu, jina lenye uwezo na nguvu nyingi, ninakubariki kwa ajili ya jioni ya leo tena kwenye madhabahu yako ya Galilaya ambao umeigaramia kwa damu yako ya thamani sana. Gharama ile Mungu ndio ambayo inatuponya na kutuinua. Gharama ile Bwana ndio imetuleta pamoja tena jioni ya leo. Gharama ile Bwana ndio ambayo imetuweka hapa tumetulia, Mfalme, kusikia kutoka kwako Mungu ye hai. Tunaomba mafuta ya Roho Mtakatifu Mungu yakashuke Bwana, ukatuandamie tena kwa namna nyingine siku ya leo, ukatupe msaada na kutuinua kwa maneno haya. Ni katika jina la Yesu Mwokozi Baba naomba na kushukuru. Naomba tuseme amen. Amen. Nishasimama maneno kidogo leo, nataka niongee sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea habari ya nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoisha. Kwa hiyo juzi tuliangalia nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na jana tukaangalia nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoisha. Tukamwona jinsi ambavyo Yona nabii alifikiri yeye akijitupa kwenye maji mambo yatakayofanyika yameisha. Kumbe huyo Mungu ambaye tunamwabudu na kifo anakimiliki yeye. Tafsiri nyingine, Yona angekufa angekuwa kamshinda Mungu. Mungu akamwambia sasa subiri na kufa ufi. Hapo unajua hebu fikiria piga mahesabu ya tumbo la nyangumi. Hapo nyangumi haendi hivi kama mimi, sawa? Mimi anapita kona. Wakati kaangalia kilima akitoka kule kipita kona hiyo anatapika. Sasa ndio baba anatapika kule ndani. Pika. Nyangumi anaenda hivi. Anakuwa
anakuzungusha ndani, anakuzungusha ndani. Nikakupa kufikiria kidogo, nyangumi ni wale viumbe ambao hawatafuni. Kwa hiyo Mungu lazima watengenezee joto kali sana ndani ya tumbo, kwa sababu wanaishi maeneo ya baridi, alafu ndani kinatakiwa chakula kimeng'enywe, na lazima awekee acid kali sana. Kwa hiyo jamani, alikuwa anaishi ndani ya acid. Unafikiri alikuwa anapata nini? Alianza maombi ya ghafla. Piga maombi siku ya kwanza, piga maombi siku ya pili, piga maombi siku ya tatu bila. Akaomba kutangaza sadaka. Akasema Bwana, ukija kwa nitakutolea sadaka. Mungu akasema jamaa sijakupa sadaka gani? Na tangaza sadaka. Mimi niwaambia siku moja kwa jamani, Mungu ndiye tumekia, ni Mungu mkorofi. Yaani hakuna mkorofi kama Mungu. Bora ugombane na shetani. Kwa sababu ukishagombana na Mungu naye anakusaidia. Yeye anakuonyesha kitu cha tofauti. Wale msikie. Anakuonyesha kitu cha unaweza kuwa na kila kitu afu kama huna kitu. Yaani ukapata kila kitu hapo kukusaidia. Mbona kwa hiyo? Hivi mshasikia mfalme, yaani mfalme unajua maisha ya mfalme, afu mfalme akapata ukoma. Kwa mfalme akajengewa na taifa lile lilikuwa ni city. Mfalme akajengewa kibanda nje ya mji. Yaani mfalme anatawala lakini uko kwenye kibanda nje. Unajua ni rahisi ukisoma hakuna kula bata tena. Bata unakula wapi unakoma? Kuna mfalme huko, kuna vitu vinafanyika vizuri, wewe mfalme uko kibandani. Watu wakija na chakula na kumiminia kwenye chombo chako, vyombo vitakii vingi sana. Alafu utakii mbonani. Alafu wewe mfalme. Sasa unakusaidia nini wewe mfalme? Wewe kelimu na ile nini ya each and everything. Mungu anaweza kuacha kuna kitu wakati una kila kitu. Nikwambia siku moja wale samaki wale wa pale mto Ruvu, wale wakafu wale, hawana sura. Wewe sio hawana sura. Basi kuna watu ndio chakula chao tena matajiri. Na ndio kuna kula sukari. Hakuna kula mafuta. Hakuna kula chumvi. Hivi kwenye maisha yao hakuna kula sukari. Kula mafuta. Na kula chumvi kwa maisha. Kuisha bali hapo. Na una magorofa matatu kali hapo. Kuisha bali hapo. Huli chumvi. Huli sukari. Huli mafuta. Inabidi kutafutia samaki wa kambo mto Ruvu. Chekisha maisha. Hapa kutia chumvi. Uko na wapi? Haja sisi tunasikia tu. Unajisikia kisukari huko, unasikia pressure huko. Ndio watu wanatamu. Watu wana nini? Watu wana. Na ukisikiliza wao siji watu. Watu wana nini? Nutrition yao. Kila mtu anakwambia kwake. Usileki. Wewe unakwambia bila koga kasoro sumu. Yaani kasoro sumu. Na sumu yenyewe kuniambia sio sumu na yeye anapiga. Yaani kama unaniambia kama sio sumu. Yaani unaniambia sumu kimya kimya. Napiga na maisha yanaendelea. Amina. Mimi siku moja niliwekewa sumu. Mzee tunakumbuka. Niliwekewa sumu. Sana usiku tumbo limevimba hadi asubuhi. Nataka niwe tumbo moja na sukari. Yaani shakubali matokeo na daktari yuko jirani yangu wasijarati. Sasa wanasemezana nasikia, lakini mimi siwezi kutoa sauti, siwezi kuona. Wasema sasa hata tukipeleka saizi ni gharama. Tusubiri mapambazuke tupunguze gharama za usafiri. Maana siwezi kufika hapo. Afu nikakata network. Kumbe naona. Nikasikia watu wanaongea sana kwa bebe. Wanipeleka hospitali, maana yake ananipeleka mochwari. Ghafla nikashtuka. Afu nashtuka niko kitandani. Sasa kuna mahali nilipokuwa. Hapo mahali ni pazuri. Hapo nishtuka niamka pale kitandani nikasirika. Kumbe nilishaondolewa. Nilikasirika. Sasa mke wangu na daktari wanashangaa, sasa tutajua anakasirika. Najaribu kukumbuka kule nilipokuwa kumbukumbu zilinyang'anyana zote. Mpaka leo sikumbuki. Lakini kwa mahali pazuri na maswali, yaani mahali pazuri, yaani kaka sasa najaribu kukuta kumbukumbu hamna. Haleluya.
Ile sema hivi, hapo mtu anaweza kuelezea kugumu. Haikuongea kwa story tu anachanganya mambo. Yesu anasema tunaangalia makao inatosha. Bali sasa. Kwa waliletea sumu nikala. Wewe unaweza kusikiliza mambo ya watu nje. Kuta mkiamua nikwambia hiki. Wewe usile vitu kwa interest yako. Kwa interest yako tu usile vitu. Sababu ya usiku la kila kitu. Lakini usifike mpaka huko kwa kwambia chumvi, sukari, mafuta. Ina maana maisha yangu. Nikamwambia pale kasema mimi msinipe pressure. Start stress, alishi zero stress. Yaani mimi mleta mambo tofauti kumalizana hapo hapo. Sio mlete pressure pale unakuja kumlea bila kumpeleka hospitali. Hata mchungaji siku angalia unaweza kumtia pressure na washirika, afu baadaye unakumbulia bila kwenda kumpelekea kochi. Kabla wewe hiyo hamna hiyo. Aleta tibie. Haleluya. Amina, ndio ndio watumishi wa Musa na watumishi wa Elia. Tunaongea habari ya sadaka au nguvu ya sadaka katika mambo yasiyoishi. Biblia inatuambia habari ya wana wa Israeli. Ukisoma hii story kwa wakati wako, kuna tukio lilitokea kwenye taifa la Israeli. Tukio baya. Sasa kuelezea sasa, italia muda. Lile tukio likafanya taifa la Israeli wasimame pamoja kwa sababu limefanywa na kabila watu kutoka kabila la Benjamini. Kwa hiyo haya makabila yaliyobakia yakajikusanya, yakatengeneza jeshi, yakasema lazima tumshughulikie ndugu yetu kwa upumbavu waliofanya. Wakamfuata Benjamini huko Gibea na askari 400. Wakamwambia Benjamini, toa watu waliofanya upuzi ili tuwaue. Benjamini akakataa. Akasema kama ndivyo tunashughulikia kabila lote. Benjamini akasema niko tayari. Sasa kuna askari 400 na kuna askari 26,000. Benjamini ana askari 26,000. Israeli ana askari ngapi? 400,000. Alafu jamaa hawakwenda kizembe. Hao 400,000. Walikuwa na mahusiano ya Mungu. Hawa jamaa tayari wako offline. Hawana mahusiano na Mungu na vitu wanavyofanya ni vya kipuuzi. Havitakiwi katika Israeli. Na hawa watu ambao wana msimamo na wako vizuri na Mungu wakasema hapana, tutasimama na neno. Amen. Kwa hiyo wana connection wao, wana connection na mbingu. Wana mawasiliano mazuri. Kwa hiyo wanaweza wakasimama na Mungu, wakaomba kwa Mungu na uwepo ukashuka na Mungu akajibu, wakaisikia sauti ya Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa maombi. Wakaondoka, wakaenda kulipanga vita na kwa sababu ni watu wa maombi, hawaanzi kitu bila maombi. Wakaanza na maombi, wakamwambia Bwana, tunataka kumpiga ndugu yetu. Unatuambiaje? Akamwambia nenda. Maombi yakajibiwa. Maombi yakafanyika. Wenda kwenye maombi. Vile vita kuanza Israeli watu 22,000 wakafa. Wengi wakakimbia. Sasa najiuliza, walikwenda kwa Mungu, wakamuuliza Mungu, na Mungu hakunyamaza. Akasema nendeni wanangu. Na walipokwenda wakapigwa. Kumbe Joshua kumwomba Mungu kujibu, kumbe nenda. Amen. Hao ni nimekosea kusoma. Hivyo unaielewaje hivi? Yeye unakwenda kabisa na Bwana akakujibu. Akasema nenda mwanangu. Unaenda unatandika. Wale jamaa wakakata tamaa. Wakajitia nguvu tena. Wale Yesu asifiwe. Wakajitia nguvu tena kwa Bwana. Biblia inasema wakaenda mara ya pili. Wakajiandaa vita mara ya pili. Na wakaenda tena mara ya pili. Wakashusha maombi kutwa nzima. Na Bwana akajibu. Akasema nendeni tena wanangu. Walipoenda ambao safari 18 hata nakaribia kule kwenye 22 wakala kona. Haleluya! Ndio nikwambia mpendwa, shetani atashiki na maombi yako. Yesu akaomba maombi ya siku 40 mchana na usiku. Anamaliza maombi, shetani katia chini. Sababu imebadilisha kama wakati. Unafikiri mtishio sana maombi. Yaani Yesu kwa siku 40 anamaliza shetani katia. Kama mwana wa Mungu, nataka nikupe. Mungu
Kwa tegemea yale maombi yaliyopiga Yesu, shetani angekaa mbali. Wewe hata kama ya wao unaweza kurubaini na shetani kati. Bwana Yesu asifiwe. Anamaliza yule mwanaume maombi. Shetani huyu hapa. Shetani atishiki na maombi unayoomba mama. Atishiki na misamiati unayosema. Hao wanaume wakashuka, wakaenda Betheli, wakashusha maombi, wakamwambia Bwana, tunakutaka na nguvu zako. Tunakutaka kwenye vita hii. Kama tunavyosema leo, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Mungu akashuka, uwepo wa Mungu ukashuka, sauti ya Mungu ikashuka, ikawapa uhakika. Kama ambavyo unaenda kwenye maombi yako, tunapoomba wa Pentekoste, tunapoomba Galilaya, huwa tunaona wingu linashuka la Mungu, Roho Mtakatifu anashuka, tunanena kwa lugha na unabii unatoka, lakini tukitoka tunapigwa na shetani kashika kitufe. Hebu naomba, ukitoka anaweza kuzoea. Kitoka neno kati kale kwa presha karapanda shusha. Na una mashine kabisa kupima presha mpaka. Wale tanzibile. Haleluya. Tunashiriki cha presha kabisa. Siku nitapiga simu saa 8 usiku. Ndio wengine ndio wanalia kabisa kama kafa. Pressure ilikuwa 50. Kwa hiyo sasa ile miaka 50, pressure 50 mwezi ndio kutoka. Nikafanya kitu. Tukaona bwana kushare mzaki. Ndio kufanya. Ndio kama ana pressure. Ndio. Mtoto yuko chuo kikuu, yana pressure. Mama. Afisa wa maisha yake ina pressure. Ni pressure. Yesu asifiwe. Nikamfundisha siku moja. Na kuna watu ndio wanaelewa haraka. Kuna watu ndio wanaelewa taratibu. Wengine wanaelewa haraka. Wengine hawaelewi kabisa. Na watu wako. Si niwaambie kama nilishaambia yote ngere kwa kanisa tu kama karata. Sio kama ndani. Nikasema tu kama nini? Ndio ukata nasema. Ushakucheza Afrika. Niambie karata namba 3 ina kazi gani? Ina kazi gani ndio karata? Haina kazi. Karata namba 4. Karata namba 5. Karata namba 6. Kasoro namba ngapi? Kwa 7 na 2. 7, 2 na 8. Zile karata ziko mstari ngapi? Ziko mstari mbili. Sio? Sasa tufanye calculation, sawa? Na zinakuwa 4, sio? Kasoro ile madokeo. Zingine zinakuwa 4. Kwa hiyo tuchukue namba 2 ina kazi kidogo. Unaweza kupiga mtu sababu ndogo, sio? Namba 3 haina kazi. Namba 4 haina kazi. Namba 5 haina kazi. Namba 6 haina kazi. Tunaweka 7 na 8. 9 haina kazi. 10 haina kazi. Ngapi hizo jumla? 6. 3, 4, 5, 6. Tunaweka 7 na 8. Nenda 9, 10. 6, sio? Aya. Tunaenda kwenye Q ya 7. J ina kazi. Tunaenda kwenye K ya 8. Haina nini? Haina kazi. Kwa tunafanya 8 mara 4 kwa namba 7. Karata 32 hazina katika kata ngapi? 52. Kwa hiyo kuna karata pale 16 tu zenye kazi. Kwa hiyo ni kile kikundi chote karata zenye kazi ni kazi 16. Kwa hiyo kanisa tuko hivyo. Msione mko wengi. Hili ni madarasa. Kasoro wewe. Lakini nini? Sasa mwezi ndugu yako ila asikupe hii. Mwezi ndugu yako wewe darasa.
watufu. Wote waona kwenye mchango wa mchungaji, yaani darasa utaliona. Waweza tu sema ndio tunapeleka vizuri huko Moroko tulipotoka. Kule Moroko kuna shida hizo. Waweza sasa. Haleluya. Kwa sisi tuko kama nini, kama karata. Kuna karata matufu hapo. Waweza sasa. Yeye anaweza kubadilisha mchezo wakati wote, hali mbaya kanisani. Hali mbaya kanisani. Leo tunajua serikali. Yeye hali mbaya. Umebana. Alafu mtu anaangalia last card hapo unajua. Unaondoa hii. Shabadilisha matokeo. Haja kuna watu kanisani wanaweza kubadilisha matokeo. Anaweza sikisa. Na kuna wengine wapo hapo. Sasa na hapa darasa akiondoka karata zichezeki. Kwa hiyo hata madarasa yapo tunaangalia hivyo. Darasa hizi. Tutafanyaje sasa? Haleluya. Nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyo pikofish. Nikatoka kwenye somo la jumla la kanisa, nikaanza na familia. Bwana Yesu asifiwe. Wakaelewa. Wakafanyaje? Na kitu ndio kishakisahau hata kuweka cha kuhubiri. Kacha nini? Kwanza kanipa assignment yeye mwenyewe. Yaani kila siku lazima nitumie fikiri. Yaani kila siku. Yaani nikiamka tu, yaani nikifanya nikiamka kama najua na Mungu. Yaani pia waka la kazi ya siku. Yaani kuna jamaa nimeelewa. Kuna jamaa nimeelewa. Na kuna mtu hapa anampaga mkono mchungaji Kangarawe kwa mwezi wa 6 hajawahi kumpata mkuu. Baba Mungu akubariki sana. Kwa kweli baba tunakupenda. Mwezi wa 6. Si Januari mwezi wa 6 normali. Miezi 6 hujawahi kumpa Kangarawe hata halo. Kuna jamaa kiamka hivi nakwambia na leo kanipa. Nikisafiri nitumie huko. Nikichanganya na tuma nyingine 10,000 lazima tatu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu vingine hapa nilisema dini. Ndio ndio kwa mchungaji wetu hapa. Wala kwa ndio mchungaji anataka mtoto shule. Nilicheka kwa shule na baba yake. Jadi pas kalau boleh sekarang ada sesuatu kemudian gimana solusi semua di adalah ada sesuatu apa yang itu sasa yule binti katika hii familia semuanya akafanya assignment yake. Amina. Alifanya assignment yake. Akaandika kile kitabu chake. Kumbe mwendani kakosea kupanga zile page. Unajua tatizo leo kwa mwalimu alifanyaje? Imeisha sio? Lakini mambo bado hayafanyaje? Ile alikuwa anatembelea mgongo wa sadaka ya familia. Yeye tayari ni mtu mzima. Shetani akatengeneza kibongo kingine. Kwa hiyo kazi yote aliyofanya mwaka mzima inakwenda kuharibika, akakosea kupanga zile page. Wakati anakwenda kufanya presentation yake bado wa profesa. Anakuja kugundua ibada siku hii. Kaanza kulia. Binti anapiga simu analia, achanganyikiwa. Nikamwambia mwanangu fanye vipi? Akamwambia ndio sielewi. Akaongea. Nikamwambia sawa. Mungu anaweza kufanya yeye. Sasa afanye tu hivi na wanafanya nini? Halo. Nikapata sasa bwana anafanya wewe ficha kufanya. Nikamwombea. Alimshamba. Basi akaambia sawa. Kesho yake asubuhi. Ndio profesa wa somo lake alifika. Maana kile kitabu alishampatia tayari. Sija kwambia nikamwambia bwana shika kitabu chako hiki wakati wa presentation utanipa maana na mambo mengi sisi nikakipoteza. Kisha bani. Pale kwa fire station fungua. Panga upya. Halo. Wewe ungekuwa wanafunzi ungeelewa. Sasa kwa sababu wanafunzi wengi ndio niongea habari za hawa Benjamin. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Benjamin wakawatandika.
wana wa Israeli watu 22,000 jamaa wakarudi kwenye maombi mara ya pili. Biblia inasema wakajiandaa vita mara ya pili, wakarudi kwenye maombi mara ya pili. Sijui umeshauri kwenye maombi mara ngapi? Ishirini pale. Waliporudi mara ya pili, Biblia inasema ngoja nisome hapa, nisome kwa Biblia. Mstari wa 22 nasema, lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya kweli, mwende mkapigane naye. Yaani Mungu anajana. Mara ya pili wameenda, wanaambia Biblia inasema kweli tena. Bwana anajibu, sio shetani. Wakaenda wakatanya kwa 18,000. Yaani watu 18,000 wanakufa kwa vita siku. Unasema nini hapo? Hawa watu walikuwa ni watakatifu, wanapigana na waovu. Hawa watu wa Benjamini wanaonyesha udhaifu, wanaonyesha maovu mabaya. Ukisoma hii hadithi wakati wako utaiona. Sasa wanaadhibiwa. Hawa ndugu zao wakubaliani nao, na wanaonyesha Mungu hatukubaliani na upumbavu, na wanaonyesha ndugu zao hatukubaliani na upumbavu. Wanachukua vikosi vya watu 400,000 dhidi ya vikosi vya watu 20,000, alafu wanaanza na maombi, wanaanza na Bwana, na Bwana anawajibu, anamwambia nendeni wanangu, nendeni, niko pamoja na wewe. Alafu wanakwenda wanapigwa na mja kwanza, wanarudi wanasema mbona tukusikia sauti ya Mungu vizuri, wanamwambia Bwana inakuaje hii, anamwambia nendeni tena, mara ya pili wanapigwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikiani ndio hapa akini. Hebu tusome kwa sababu chini. Kwanza mstari wa 26 ndio 20. 26. Ndipo wana wa Israeli wote na watu wote walikwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Ni mara ngapi? Mara ya 3. Ni mara ngapi? Mara ya 3. Mara ya 3 sasa. Wakafunga siku hiyo hadi jioni, nao wakasogeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwapo huko siku hizo, na Finehasi mwana Eleazari mwana Haruni alikuwa anasimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Wakasema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benyamini ndugu yangu, au niache? Bwana akawaambia, haya kweli, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mikononi mwako. Basi Israeli wakakwea, watu wakawavizia kinyume cha Gibea kuzunguka pande zote. Basi wana wa Israeli wakakwea kwenda kupigana na wana wa Benyamini siku ya 3, wakajipanga ili kupigana na Gibea kama walivyofanya hapo awali. Nao wana wa Benyamini wakatoka waende kupigana nao, wakavutwa waende mbali na huo mji. Kisha wakaanza kupigana na kuwaua Israeli wapatao 30 kama walivyofanya hapo awali, kwa kuwaua katika siku hizi katika njia hizo kuu. Inasema wakawaua kama walivyofanya awali. Kumbe wanavutwa. Waleza sivyo. Wewe kuna maisha unaweza ukaishi mpaka shetani akazoea. Anakuwa na desturi ya kunyanyasa. Anafanya kama awali. Anajua huwa anakufanyaje. Pamoja na maombi yako huwa anakufanyaje. Waleza sivyo sana. Lakini siku mambo yamebadilika. Na hata jioni leo unaweza kubadilisha mambo. Hata kama shetani alizoea, anajua ukimaliza morning glory anajua kubania wapi. Ukimaliza siku maombi ya jioni anajua kubania wapi. Ukimaliza 3 kama anajua kubania wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walipigwa mara ya kwanza, wakapigwa mara ya pili, mara ya 3 wanakwenda na ufunuo. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba walipeleka mara ya 3, wakafunga na kuomba, wakalia mbele za Bwana, hawakwenda mikono mitupu. Biblia inasema wakamsogezea Bwana sadaka, wakaweka sadaka za kuteketezwa
yamekwenda na kifurushi cha sadaka za kuteketeza. Mungu akafunguka akasema, nendeni wanangu, na safari mtaenda na nitamtoa Benjamini. Benjamini alikwisha zoea, Benjamini alikwisha zoea, aliendelea na mazoea, hakujua watu wamebadilika. Nataka nikwambie jioni leo, shetani ana mazoea na wewe. Nataka leo ajue kama umebadilika, ajue kama umebadilika, ya kwamba sasa wewe ni mtu wa sadaka. Hata kama jambo lako ni la muda mrefu, hata kama jambo lako liishi, watu wakamaliwa kumaliza mambo, wakamaliza mambo kwa sadaka. Kuna mambo hayaishi kwa maombi, hata ufunge na kugaragara lazima yaende na kifurushi cha sadaka ya kumaliza mambo yasioisha. Ile vita ilikuwa ishi, kila wakipanga vita wanapigwa. Watu wanakimbia, wanapigwa na watu 26, wanakwenda raundi ya kwanza wanapigwa, wanakwenda raundi ya pili wanapigwa. Sijui mama umepigwa raundi ya ngapi, sijui mama umepigwa raundi ya ngapi, wawezekana ni raundi ya 6 au ya 7, sijui umepigwa raundi ya ngapi, lakini nakwambia jioni leo ya kwamba iko sadaka ya kumaliza mambo yasioisha. Ila baba sekelebosa sijui kama naongea na mtu anaelewa ya kwamba iko sadaka ya kumaliza mambo yasioisha. Hawa jamaa wakapata ufunuo, wakajua haya mambo yaishi kwa maombi peke yake. Haya mambo lazima yaende na kifurushi cha sadaka. Walipolia mbele za Bwana, na Bwana akawahi kumwambia, hakuwahi kumwambia sasa wanangu mnakuja mna sadaka tafanyaje? Mungu ananyamaza, wakiondoka wanakula mkomoto, wanaenda wanakula mkomoto. Haijalishi una maombi kiasi gani na roho wanashuka na unagaragara kiasi gani. Hawa watu walikuwa wanaomba na Mungu anashuka juu yao, mbele ya Mungu inashuka juu yao, lakini matatizo yanaendelea, lakini shida ziko pale pale. Lakini walipokaa wakaelewa, walipoelewa, walipopata ufunuo, upate ufunuo jioni ya leo. Haleluya, upate ufunuo jioni ya leo, upate ufunuo jioni ya leo. Hawa watu wakapata ufunuo, wakasema wakaenda kwenda mikono mitupu, wakaenda na sadaka za amani, wakaenda na sadaka za kuteketeza. Mbingu zikafunguka, zikaja na vitu vya ziada. Unajua mbingu wameza vitu vya ziada. Amen. Unaelewa? Unajua kuna maisha tunaishi mpaka shetani kishazoea, anajua anakupita vipi. Hawa wanajaribu, walishazoea, wanajua wakishamaliza maombi yao wanajua wanawapigia wapi. Kwa hiyo hata mara ya 3 walikuwa wanakuja kwa mazoea, wanajua mmoja wa kwanza tayari wapigwa 30 kama jana na juzi. Wanaweza sasa lakini kumbe jamaa wamesema wamekuja kwa tofauti. Mungu ameongeza vitu. Walipokuwa wakienda kuomba na bia kweli, lakini safari amesema kweli nitamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno kulitamka mara ya kwanza, wale neno kulitamka mara ya pili, lakini walipokwenda mara ya 3 wamejifungasha na vifurushi vya sadaka. Biblia inasema Mungu akasema kweli maana nitamtoa. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni kweli. Amen. Mungu amejikomiti. Alisema tu nendeni basi. Sasa bwana mkienda atamshi. Bwana anambia nendeni. Yeye bwana twende tutapiga nendeni. Nenda mkula mkomoto. Sasa nendeni. Lazima kitu kufanya Mungu afanye commitment. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu alipoona sadaka akajicommit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Mungu akiona sadaka anajicommit. Bwana Yesu asifiwe. Anajiingiza kwenye hiyo shida. Halo. Anajiingiza kwenye hiyo tatizo. Lakini asipoona sadaka anazunguka na kuangalia kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha unapoomba na roho kabisa na wewe kwa Mungu na kuona nguvu za Mungu ziko, lakini ukitoka mzimu pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakiona sadaka, Mungu akiona sadaka ndio kaona moyo wako. Unajua kwa nini tunasema tunasema ya mambo ili maisha yawe mepesi. Hatusemi ya mambo kwa sababu tunashida nyingi, tunasema mambo ili maisha yawe mepesi. Yawe mepesi kwa kanisa. Unajua kuna watu wanaishi maisha ya kujivunia. Sasa Mungu mwenyewe anajua dini.
sawa, apate 5,000 yeye anachukua mpaka 50 ya kwake basi, hapo mwingine anagolewa, hapo mwingine anachukua 50 ya kwake. Mungu anajua tu tunakula iftari yote. Utatembea na hizo siri zako mpaka viatu vichangaya. Halo. Unaweza mimi mambo ya kweli. Kuna mtu mmoja anafahamu mpaka sasa hivi, mpaka anapoongea na sasa hivi. Hajawahi kuandika barua ya kuomba kazi. Yaani anaitwa. Afu akishaitwa anapewa dili zimalizi. Alafu anapewa sasa kwa barua. Unaelewa sasa? Ndio kuna kazi nzuri hapa. Yaani alikuwa kachoka. Unaona? Yaani kaisha, mwaka huu hana kazi, miaka mingi huna kazi ya kufundisha. Alipoambia kwa kanisani. Kwa mchana hawezi ana zile kwa ni kwa kukuja na nini? Ana kazi. Ndio zinamsitiri. Mnyama nasikia kwa sababu kocha mwanga kwa mrefu. Ndio zinatustiri. Lakini hai ni mbaya. Siku ya kanyambia, ndio mchungaji, sio mimi sitafuti kwa mchana sababu ni hali ile kitu kama tu. Kama hivyo shida ya kabisa. Kabisa. Kama nataka sasa nataka kuomba mtokee. Yaani sema mimi shida ni nini? Nikasema nataka kuomba sana na wewe. Sasa kufundisha kwa ndoa ya kanisa kama mtuma. Halo. Sasa tupata kwa nini ndio mimi nianzia hapa kwa Yesu Kristo. Nikafundisha uhusiano na Mungu katika. Sasa nataka. Sasa nikianza kumwambia mimi nasikia fikiria yeye. Nikapea Mungu katika. Hawezi kufanya vitu kama wewe unafanya vitu. Sasa kabisa wewe unaondoka unakuja kunyoa ndoa. Alafu sadaka wewe unatakiwa Mungu ni mwaminifu, afadhali mtu kitu anachofanya hicho. Kama Mungu kweli ndio uwezo wako, kweli ndio uwezo wako. Kweli. Kwa sasa. Kwa jambo hili zaidi mchungaji, yaani mpaka anaitwa mpaka ina chuo cha dunia. Yaani niwekea sadaka yake hii dunia. Hivyo kutoka Katoliki nafika sio. Mimi Katoliki nishaanza sadaka ya fungu la 10 ni nusu kwa mwaka. Na hasa kama unatoka Songea. Nishaambiwa fungu la 10 ni nini? Kwa hiyo Katoliki anatoa fungu kwa mwaka ndio sawa. Sasa kuna uongo kwa wazi. Kwa sasa sasa ya kwetu hapa. Sasa ndio unapata 10 kwa mwaka. Ndio kwa vizuri lakini unatoka wapi? Unatoka hiyo hata wewe unafikiri kutafuta change. Sio hiyo njia. Hiyo njia. Ile njia kabisa. Na alikuwa na Mungu sio akatoa Mungu roho. Yaani sasa tunataka Mungu roho kama na kama sindano. Nilikuwa ndio moja leo hapo. Alikuwa na misikia wazi. Sasa kutoa nilikuwa pale fahamu. Na Mungu sasa alikuwa anatafuta. Anatoa mkono. Mtoa akakosea. Akaweka mkono ndani ya shindano. Leo moja kwa moja barabara nisindie mwenyewe. Anasema kwa kanisani kila Jumapili nikienda nafuta mkono mtu na compensate ile fumu yangu. Hayo bwana ndio katoza mtu ayatoa. Anahesabu kati fulani. Sasa wewe ndio unaokoka kaja kanisani. Wewe unaona kile kazi kiasi gani? Hapo tunataka sisi. Yaani unatusumbua kwa sababu tunatoka huko. Amen. Na wengine hawana shida, unajua na shida. Wewe fanya usemi kwa sadaka mimi na mimi. Wanakusudi kwa nini? Kwa Mungu. Ndio wao. Haleluya, baleta nini? Wewe
mbingu zilitikisika. Sema zilitikisika. Kumbe anakwenda kuvaa suti. Anaenda kuvaa nini? Na tunakaa roho hii. Unajua nilipofika siku hiyo, nikaona moyo wangu tu tulivu mbele suti. Kumbe jamaa akatoa Mungu. Kwa sababu ya siku ile Mungu ilikuwa imetikisika. Umeelewa? Unajua kutoa sadaka ikakutikisa kwenyewe inatikisa na kitu kingine. Wewe sio sikisa. Sina nafsi. Basi nimalizie kusema dada wangu. Katika kule kumfundisha, siku moja yuko pale Mbezi shule. Anakuja huko Mbezi ya Kimara. Anatoka makumbusho. Niko kwenye dada. Kuna kijana na mwingi pale nasikika. Shikasha fundisho za Roho Mtakatifu. Anasikia kabisa mwili wake. Yaani ambapo ni kijana shilingi 2000. Na 2000 ni baki. Kisha ipa naona na tiketi yake. Anaambiwa atoe 2000. Atoe Next pia hesabu ya dagaa na nani na nini? Chini. Ali ile gari inaondoka. Ndio kufanya kazi. Akasema tukumbushe, tujione, tukumbushe. Kutufundisha nini? Tujione tukosea, kutukumbusha tukasahau. Akasikia maumivu ya moyo mpaka akaja kulia kwa mchungaji eti tukashinda kutoka kwa Mungu. Yote hiyo alishirika na Mungu. Nikabasi kwa tukupa neema, akasema na wewe jingine. Ili la pili sasa. Lakini Mungu akamwambia nipe kiwanja. So nishika Mungu mimi akabaki nipe kiwanja. Na baada ya zile alikuja kufanikiwa kutoka kwenye kiwanja. Bali sasa na ukumbuke mlango aliokoa na mlango kisha kupiga na mchungaji. Yaani sio leo za mchungaji. Sasa anamwambia ni mwana. Sasa sio ndefu. Bali sasa. Yaani kufanikiwa kutoka kwenye kiwanja. Yaani kuanzia hapo yeye alikuwa anaitwa anaitwa na mpaka sasa hivi nafahamu kila zake ambazo alikuwa anaitwa. Niko kwenye ajira hii kabakisha miezi mingi kumaliza, anapigiwa simu kama mtu kama wewe asema jamani mimi nina kazi, basi tumlipe mwajiri wako mshahara ile bakia uje kwetu hivyo. Unalionaje? Yaani unabembeleza watu wakasema tukupaseti mshahara bakia tumlipe mwajiri wako alafu uje kwetu. Hapo kuna mzizi, kuna kitu kilifanyika huko chini, mambo yako hivi hivi. Hebu simama hapo tumalize. Lazima uche. Simama hapo. Tumalize sasa. Nimeongea mambo kadha wa kadha. Mnasikiza vizuri kabisa. Na nataka tusome pamoja tuelewe. Hawa watu hawakuwa watu wa jambo yao. Walikuwa ni watu wa Mungu kama sisi. Walikuwa ni watu wa maombi. Watu ambao wanapenda mbele za Bwana. Hawafanyi mambo yao kiolelaolela, mambo yao systematic. Hawafanyi kitu bila kumshirikisha Mungu. Wanamshirikisha Mungu. Na Mungu anawajibu. Mungu hakunyamaza kimya. Akawaambia nendeni wanangu. Watu wakaondoka wakaenda vitani. Wanaenda vitani na jeshi la kutosha. Wanaenda vitani na silaha za kutosha. Wanaenda vitani na vyakula vya kutosha. Ukisoma hapo nyuma Biblia inasema walijiandaa kwa vyakula. Walituma watu wakawete vyakula. Wasipungukiwe na vyakula. Wana vifaa vya kutosha. Ninapoongea jioni leo hata wana vitu vya kutosha, una mtaji wa kutosha, una familia nzuri, una kila kitu kimekamilika, lakini kuna vitu bado vinakusumbua. Biblia inasema ya kwamba walipopanga vita na wale vijana, walipopanga vita na wale ndugu zao, walipopanga vita na wale Benjamini, Wabenjamini wako 26, wao wako 4, lakini ikakataa. Wakaenda mbele za Bwana na Bwana akawajibu na Bwana akasema nao na Bwana akawaambia nendeni, lakini walipoenda wakapata kipigo cha kwanza, walipoenda wakapata kipigo cha pili, na Mungu alikuwa anawaambia nenda. Mungu hakunyamaza. Hata wewe unapoomba unapata ile flowing, unapata ile mtiririko ule wa Roho Mtakatifu. Hata ukimaliza maombi unaiona faraja kabisa, unaona kuna mpenyo, lakini tatizo liko pale pale. Una mtaji wa kutosha, lakini tatizo liko pale pale. Una ndoa, lakini mambo bado hayajaisha. Una watoto, lakini shida bado haijaisha. Una kazi nzuri, lakini shida bado haijaisha. Ulijua mambo yakikaa sawa sawa, shida zitakuwa zimeisha. Walikuwa na jeshi nzuri, lakini alikuweza kumaliza shida yao. Walikuwa na vyakula na silaha, lakini alikuweza kumaliza shida yao. Walienda kwenye maombi wanafajiliwa na Bwana, lakini alikumaliza shida yao. Shida yao ikabaki pale pale, vipigo vikabaki pale pale. Hata wana wa Benjamini wakazoea, wakajua wani wa kuwapiga tu, hawana ujanja wowote. Maombi yao sio kitu, maombi yao hayana matokeo. Na shetani anajua wewe ni mwombaji, lakini maombi yako hayana matokeo. Na
nendeni kama siku zote, vikasema nendeni na mimi nitawatoa. Nitamtoa Benjamini wako jioni leo. Kama utalichukua somo hili, kama utachukua neno hili, kama utaelewa maneno haya, Benjamini wako lazima atolewe. Haleluya. Ni mama unaomba, lakini kuna Benjamini anakusumbua. Ni baba unaomba, lakini kuna Benjamini anakusumbua. Una ndoa nzuri, lakini kuna Benjamini anakusumbua. Una kazi nzuri, lakini kuna Benjamini anakusumbua. Una huduma nzuri, lakini kuna Benjamini anakusumbua. Ninapoongea jioni leo, kuna Benjamini unamwona kwenye maisha yako. Lazima tumkatae jioni leo. Lazima tumkatae jioni leo. Lazima tuende na neno la kuziambia mbingu, ninakuja na sadaka kwa ajili ya Benjamini. Israeli wakaenda na sadaka kwa ajili ya Benjamini. Sijui Benjamini wako ni nani, katika jina la Yesu. Kuna Benjamini unaanza kuona kwenye maisha yako. Sasa kusoma kwenye madhabahu, tutaka tuweke mkono wa mchungaji sasa. Kuna Benjamini yupo mahali hapa. Kuna mama mmoja amekwisha nielewa, anamwona Benjamini kwenye maisha yake. Kuna kijana amekwisha nielewa, anamwona Benjamini kwenye masomo yake. Kama unamwona Benjamini kwenye masomo yako, kama unamwona Benjamini kwenye maisha yako, kama unamwona Benjamini kwenye ndoa yako, kama unamwona Benjamini kwenye afya yako, kama unamwona Benjamini kwenye biashara yako, kuna mahali unamwona Benjamini anasumbua. Benjamini aliwasumbua Israeli. Walikuwa wako 26 lakini wanatamba. Benjamini anatamba. Akikiangalia kikosi cha Israeli, Benjamini anatamba. Inawezekana yuko Benjamini anatamba kwenye maisha yako. Yuko kwenye tumbo lako ameweka uvimbe, anatamba. Yuko kwenye kifua chako ameweka ugonjwa, anatamba. Watoto wako wakienda shule hawaeleweki, wanarudi na maziroziro. Benjamini anatamba. Mume wako afya anasumbua, Benjamini anatamba. Benjamini akawa anatamba, lakini hakujua kama watu wamepata ufunuo. Hakujua kama watu wamepata fundisho jipya. Hakujua kama watu sasa wameelewa. Akaja na utaratibu ule Benjamini. Anajua hao watu ni wale wale. Nataka Benjamini ajue leo, kama sio yule, kama wewe sio wa kawaida, kama wewe umebadilika, kama wewe ni mwingine. Haleluya. Rimesete tarabababa sheketele mosaka. Utasema maneno haya kwa sauti, yaani usiseme kwa sauti ndogo. Biblia inasema wale watu walipaza sauti alafu wakalia mbele za Bwana. Tunataka tupaze sauti alafu tulie mbele za Bwana, kwa sababu kuna Benjamini unamwona kwenye maisha yako. Rama sekelebosi. Utanipatisha maneno yangu alafu utasema kwa sauti, alafu tuanza kumchapa Benjamini. Sema wewe Benjamini, rudia wewe Benjamini, katika maisha yangu. Benjamini wa magonjwa, Benjamini wa kuharibu mimba katika maisha yako. Benjamini wa biashara katika maisha yako. Benjamini wa ajira katika maisha yako. Benjamini wa huduma katika maisha yangu. Jioni ya leo ninakutangazia kukukataa katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na nitakuja kwa ajili yako Benjamini kwenye madhabahu ya Galilaya nikiwa na sadaka katika jina la Yesu. Aya, anza kumkataa wewe Benjamini. Omba sasa. Hizo kelele umepiga zinatosha. Kama umejaa roho, nena kwa lugha. Raba sekeba. Mkatae Benjamini. Amekutesa sana. Ametesa ndoa yako, ametesa afya yako, ametesa watoto wako, ametesa watoto wako, ametesa kazi yako, ametesa biashara yako, ametesa huduma yako. Karibu mchungaji Swai, weka mikono juu ya watumishi wa Mungu, maana tunamkataa Benjamini, tunamkataa Benjamini, tunamkataa Benjamini, tunamkataa Benjamini. Rakaseka rebusa. Hii vita tunaishinda. Ramakasara baba. Wewe Benjamini wa magonjwa, wewe Benjamini wa biashara, wewe Benjamini wa ajira, wewe Benjamini wa karibu mimba, achia. Reke moto ramoshaka, reke moto ramoshaka.
jina la Yesu Kristo, ya kwamba vitaharibika, vitategemaa, ya kwamba vitaharibika, vitategemaa. Rama seka ramanda riandoro bobo tata mokama riendere bobo shete menda boka riendere bobo saka menda bokura rieke motara boshina uramba. Wewe Benjamin achia, wewe Benjamin nenda nje, wewe Benjamin nakataa kwenye vita hii, Benjamin nakukataa kwenye vita hii, Benjamin nakutupa nje. Rimokotorobos riandere baba seki ulizoea manyanyaso juu ya watumishi wa Mungu, lakini jioni leo Benjamin nakutupa nje, lakini jioni leo Benjamin nakudhoofisha. Toka! Piga kelele wewe Benjamin, piga kelele wewe Benjamin, piga kelele wewe Benjamin. Benjamin achia, Benjamin achia, Benjamin achia, Benjamin ama, Benjamin ama. Inapiga, inapiga na mishale moto. Benjamin ondoka. Sekerebo sakamaka, sekerebo sakamaramba, sekeraba sakamakuria. Rindoro boshetema, rindoro boshetema. Benjamin unahama, Benjamin unahama, Benjamin unaenda nje, Benjamin unaenda nje, Benjamin unaenda nje. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hauna kuchosha,